Mchezo wa mwisho hapo jana ulianza kutimua vumbi majira ya saa 3 kamili za usiku, ambapo Azam FC walikuwa wenyeji wa TRA United, mechi ambayo ilimalizika kwa Azam kuibuka na ushindi wa mabao 2-1. Na katika mchezo huo kwa upande wa mabao ya Azam FC yalifungwa na winga Idi Nado, ndiye alifunga bao la kwanza kabla ya Abdul Sop alifunga bao la pili, wakati bao la kufutia machozi kwa upande wa TRA United lilifungwa na Kamisoko kipindi cha pili. Azam imefikisha jumla ya alama 4 mara baada ya ushindi wa hapo jana kwenye michezo miwili ambayo wamecheza mpaka hivi sasa, wakati TRA United imesalia na alama yake moja waliyopata kwenye mchezo wa mzunguko wa kwanza, mchezo ambao walicheza dhidi ya JKT Tanzania ambao ulimalizika kwa sare ya bao 1-1. Azam FC wampata ushindi wao wa kwanza. Abisai, ni mechi ambayo inaonekana timu ni kama ziligawana. Kipindi cha kwanza ilikuwa ni Azam ya asali na maziwa, lakini kipindi cha pili kaonekana kukawa kuna challenge kidogo. Kwa mtu ambaye kupata nafasi ya kutazama mchezo huu, ulikuwa ni mchezo wa aina gani kwa half zote mbili tukiuchambua kwa ufundi zaidi? Kwanza nimpe pole. Amekosa miongoni mwa mechi nzuri sana. Yes, kabisa. Na hii ndio faida ya kuwa na mabenchi makubwa ya ufundi, lakini pia kuwa na timu ambazo zinawezesha. Azam amesajili wachezaji wazuri, TRA inanyoa muongeza wachezaji wazuri, wameleta ushindani mzuri kwenye mechi. Kipindi cha kwanza Azam walishaijua TRA ilivyo. Sababu msimu uliopita alifungwa goli 4-2. Walishajua TRA ni wazuri sana. So kwenye uwanja huu wa Chamazi walikuja na gia juu sana kutaka kuwamaliza TRA mapema. Pressing yao ilikuwa sio mchezo. TRA kila wakifanya build up wanalazimishwa kwenda kwa speed sana. Hoza wamemficha katikati ya midimao, pasi kwa Azifiki, wanatoka kwa long balls tu ambazo hawakuwa wameplan, kwa mipira kana potea. Kwa Azam alianza mechi vizuri. Ikatokea dakika 8 hii akaja kupata ile goli hapo. Yes. Na moja uzuri wa Azam yuko kwenye set play. Set play ya kwanza ilipigwa na Sopu, ikaokolewa. Wakati wanarudisha second ball kawa kona, ndo hii ambayo ilizaa goli sasa. Yes. Huyu hapo Sopo anapiga, anaokoa. Idi Nado kwenye nafasi ambayo sikumtarajia anaweza kawepo. Ila amesimama, ameusmash, umekuwa goli. Kwa hiyo ameforce huu mpira kuwa goli ambao haukuonekana kama ni nafasi yoyote. Kwa hiyo hapo namsifu Idi, kwanza positioning yake. Pale anasimama maksudi. Hata ukirejea msimu uliopita Abisai, kati ya magoli matatu au manne Nado amefunga kwenye hii style, ikiwa goli na KMC Complex. Ilipigwa set piece kama hivyo, akamsubiria nje. Yes, akasmash. Ndani ya KMC kwa mguu wa kulia. Iko mguu wa kulia. Mechi ya KMC alifunga goli 2, lingine la foul, sio? Moja alipiga foul moja kwa moja, nyingine akasubiria kama hivyo alivyosubiria huo. Kabanga kwa smash akafunga. So hapa aliwapa uongozi. Sasa Azam wakaona mbinu zao zinatiki. Tayari ushampa TRA mzigo, lazima atoke kwenye shape kusawazisha ile goli. So akaja TRA wakaja kufunga goli la pili baadaye na Sop. Uimara wengine wa Azam kwa upande wa kushoto kule ambao kuna Nado na Msindo wanajua kubadilishana nafasi na kushambulia kwenye half space, na goli ndipo lilipotokea. Sop akafunga. Ikiwa 2-2, TRA bado walionekana wako fresh. Na kama kuna kitu wamekifanya zaidi ya tofauti ya Azam ni kuwa na energy kubwa ya kucheza hivyo kwenye game. Walikuwa na press Azam, wanajua wanafanya build up, wanawalazimisha, lakini ilikuwa haiwezekani. Kipindi cha pili nadhani Kamisoko alivyoingia ndio alikuwa the missing part. Kwa sababu alifunga goli la uwezo binafsi. Pasi ilikuwa directed kwake. Lakini sababu alikuwa anafanya mkimbio kwenye box kuamini naweza kukutana na nafasi, akausmash kwa haraka, Aishi kumshinda. Dakika 74 tena yeye mwenyewe ana force 1v1 na kipa, anamtoka Aisha ndio kufunga. Aisha anafanya foul ambayo inakuwa red card. Kinyume na hapo huenda ingekuwa 2-2. Mechi ingekuwa na taswira tofauti na pressure ingerudi kwa Azam kwa kuwa na mchezaji mmoja mpungufu. Abisai, kabla ya kutazama magoli yote matatu ambayo alifungwa kwenye huu mchezo, moja kati ya eneo ambalo hii mechi kwa ukitazama ni kama timu ziligawana. Licho kwamba baadaye Azam aliyopata kadi nyekundu, umegusa energy ya TRA ilionekana kuwa iko pale kubwa sana. Kuna hii defensive mode ambayo kuna muda Azam inaonekana ni kama huwa wanaingia na ndo kama kipindi cha pili kaonekana ilikuwa ni approach. Ukitazama kuna approach yote mwalimu alijaribu kulinda uongozi wa yale mabao, au ni energy ya TRA ambayo unaizungumza? Mimi nadhani Azam walilazimishwa kwa sababu kishakuwa 2 bila juu, kulinda magoli si rahisi sana, hususan kwa Azam ambayo iko nyumbani. Ila kwa sababu TRA walikuwa na force, wanalazimisha mipira iende mbele kwa Azam. Wakirudisha wanapiga mipira. Hawa wanapenda kumtumia Joseph atakando nao. Acheze kulia au kushoto, ni winga ambaye anakana mpira.
anajua kukokota, anaweza kupita mtu, kutengeneza chance, anaweza kujitegemea. So kila wakimtafuta ilikuwa ni maswali magumu. Belebo upande wa kulia ana kasi sana, ndio alikuwa anamtumia. Kwa hiyo alikuwa analazimisha hizo situations zitokee. Sasa the way wanapokuja wengi, nakumbuka kwenye midfield alikuwepo Hoza na Gwalala. Watu ambao wana mapafu na wanaweza kucheza muda mwingi kabla Gwalala kutoka. So niliona wamewaforce sana Azam. Mpaka Ibenge akaona retreat sasa. Kuona labda yeye ndo ashinde kwa transition. Lakini baadaye alipokaribisha goli na unaona naye akarudi kwenye game. Kwa sababu aliona anaweza ngasawazishiwa. So hiyo energy, kwa sababu hata Etienne hapo kwenye bench alikuwa tulii. Alikuwa anaamini kuna kitu anaweza kupata leo. Kuna kitu anaweza kupata leo, lakini mwisho wa siku Azam wakawa wameshikilia bomba sana. Defensive game imekuja mwishoni 2-1 ili wasipoteze mechi yenyewe kabisa. George, kwa namna ambavyo Azam umeiona jana, ulikuwa una picha yako, na kumbuka tulikuwa tunazungumza hapa watu walioingia Azam, performance ya jana unaweza ukairate kwa kiwango gani? Kwa maana kwenye mpango wa mwalimu, kwenye matukio yote, kipindi cha kwanza baada ya kuongoza hadi kipindi cha pili, lakini pia hata muda walipopata kadi nyekundu zile dakika 15 za mwisho hivi kucheza mkiwa mpo pungufu. Azam kwanza ushindi wa jana waliuhitaji sana. Bila kupata goli, bila kupata pointi 3 za jana, maana yake discussion leo ingekuwa iko tofauti, na kwa bahati mbaya huyo ni Azam. Angekuwa ameitoa hata sare tu jana, leo asilimia 80 ya watu wenye fursa ya kuzungumza wangekuwa wamemwrite off kabisa kwenye mbio za ubingwa, kwamba tayari ushaachwa alama 4 na mtu kama Yanga. Kwa wakati kama huu mtu anaanza kusema Azam hapa ndo tayari hawezi kuregain tena. Lakini taratibu anaanza kupata ile momentum tofauti na mchezo wa kwanza. Mchezo wa kwanza kucheza na Polisi na mchezo huu uliofuata ni tofauti. Kwa naamini wanaendelea kuimarika kutokana na siku. Tusisahau kwamba ni timu ambayo imeingiza wachezaji wengi pia wapi. Wanahitaji muda wa kujel, na ina wachezaji ambao nao walikuwa majeruhi ya muda mrefu. Kwa mfano mtu kama Sopo alikuwa majeruhi ya muda mrefu, maana naye anataka kurudi kwenye fitness yake tena upya. Anacheza na wachezaji ambao pia wengi ni wapya, kwa anahitaji pia muda wa kukaa sawa. Lakini hapo hapo tusisahau pia kuna wachezaji ambao bado nao hawajaanza kutumika vile vile. Kwa as it goes wanaweza kawa wanazidi kuimarika siku hadi siku. Sidhani kama kumekuwa kuna mashaka na ubora wa Azam, isipokuwa mashaka ya wengi yanakuja pale unapooanisha timu ya Azam na ubingwa wa ligi kuu. Hapo ndo mashaka watu wanapokujaga. Lakini kwa ubora, kama ubora, yani ubora wa timu, sijawahi kuona kama watu wana mashaka na ubora wa timu, kwa sababu miongoni mwa timu ambazo waga zinasajili wachezaji walio bora, Azam ni moja kati ya hizo timu kwenye ligi yetu. Isipokuwa tu pale unapotaka kuoanisha Azam na ubingwa, ndo ambapo mashaka ya kila mmoja yanaingia. Na nisema mashaka ya kila mmoja nikiwemo mimi mwenyewe ndani. Unapoanza kuoanisha Azam na ubingwa, ndo hapo mashaka yanapokuja. Lakini kwenye ubora wa timu hiyo kashavuka kuwa doubted. Kwa sababu ukimwangalia ana miaka mingapi yuko kwenye top 4, yani hajatoka nje ya top 4. Kwa huyo tayari ni mtu ambaye amejitanabaisha kiubora, yuko kwenye daraja lingine kabisa. Sasa kama na ubora, mbona hawi bingwa? Changamoto ipo. Ndo ngoja niseme changamoto ambayo inawakosi Azam kushindwa kuwa mabingwa ni kucheza mechi zidi ya timu za daraja ya kati. Hizi timu ambazo Simba na Yanga wenyewe wanazifunga, sijui Geita, sijui Mbeya City, sijui nini, mara nyingi Azam huwa anatoka nazo draw, na hapo ndio gap la ubingwa linapopatikana. Kwa nini kati na ubora? George anasema na ubora hizo kwani mechi zina approach lakini na tunaamini kwenye maboresho ambayo yamefanyika na kwa hichi ambacho tunakiona, na naamini pia hata wadau wengi wa soka pia watakuwa na furaha kuona muendelezo wa Nado, kumuona Sopo ameduka, sababu Sopo anafunga bao la pili msimu huu. Kwa hiyo inawezekana kwenye zile sare nyingi za msimu uliopita ambazo tuliziona, ambazo nyingine ilikuwa ndo Azam inabidi atoke nyuma, au kuna zile zilikuwa za 0-0, inawezekana ndio eneo la safu ya ushambuliaji tunaona walau sama, ukiona hao ambao walikuwepo wameanza kufunga, maybe lile tatizo la kushindwa kupata matokeo, kwa sababu kama unashindwa kushinda maana yake uhakika kufunga magoli. Unajua Azam sasa anapoanzaga hapo akishaanza kupiga mechi 3 away, basi kwenye hivyo viwanja kuna ugonjwa mwingine wa sasa kuna hiyo moja, alafu 2 anaokimbizana nao muda mwingine ndo tunasema sijui ndo kama Maimoto, wakikuacha alama 2 unatoka hizo ukazifukuza msimu huu. Mimi miongoni mwa watu ambao natoa visingizio kwa Azam kwa sababu sababu zao ambazo wao wanazitaja safari hizi na solution za kuonyongwa Azam FC kupitia Zakaria Thabiti na kiongozi wao Jamal kwamba waamuzi ni shida. Kuna football video support. Zaka ashakuja na tafiti walikosa alama 19 kwenye msimu huu.
ambao zingewasaidia kuwa mabingwa. Hiyo tunaheshimu kwa sababu mimi nakubali marefa na mapungufu. Mimi nakubali. Sasa mapungufu yalikuwa kwa Azam tu, lakini kwa timu nyingine kwa tuzioni kwa mujibu wao. Sasa hivi video football support imekuja. Tunasubiri kuona haki wakizipata. Sasa ile ikiwepo ni kipimo kwamba timu yako ina ubora. Kama mwamuzi anakuwa fair, shinda mechi. Safari hii sababu ya pili, kocha ameanza na timu msimu. Fly Benge alikuwa na timu msimu uliopita. Kuna mapungufu kayaona, kayaandikia ripoti, kasajiliwa wachezaji exact aliyowataka. Sio by position, by names. Niletee George Job hapa. Niletee Halidi Chukuchuku hapa. Niletee Ibrahim Kasuga hapa. Communication ya nje ni kwamba unawaamini hao wachezaji, wanaelewa unachotaka wewe kuwafanye, wanakuja kwenye timu. Muda ambao unaweza kumpa ni kutafuta muunganiko ambao of course ni mwezi mmoja miwili kasoro. Kwa sababu hata hizo timu nyingine zina wachezaji wapya the same. Kwa mfano TRA mechi ya kwanza akacheza wachezaji wapya 9. Mechi yake na JKT. Ya kwanza. Wachezaji 9, it's almost a team. Timu hiyo. Maana ni wawili tu. Kipindi cha pili kabadilisha na wengine wamekuwa karibia wote wapya. TRA kapata alama, kaondoka. Kwa JKT tena mechi tough. JKT kabidi achomoe. Kwa Azam hizo sababu za excuse zinazopata. Kocha mkubwa peke yake, yani alipotoa Azam tu hivi kuna mategemeo kwamba huyu unachokizungumza Abisai ni picha kubwa ambayo muda au tunasema wakati ndio ambao utatupa picha kwa sababu miezi miwili tu tabii tuje tuiongelee Azam tena. Yes bana, hiyo ni Azam ambao jana walipata matokeo ya ushindi na tulikuwa tunazungumza mabao. Tazame kwa upande wa mabao yote matatu ambayo alifungwa hapo jana, walau kwa haraka hapa. Bao la kwanza la Idi Nado ambao ilikuwa ni kama long range kidogo kwa sababu ilikuwa ni nje ya penalty box. Alidi Chukuchuku, hii ni tekniki ya mchezaji kama ambavyo umesema, ilionekana ni tabia. Of course ni magoli ambayo anayafunga, msimu uliopita ameyafunga na msimu huu ameanza. Na kitu kizuri zaidi kwa Nado. Ibenge amefanya research yake, ameleta wachezaji, lakini Nado ana kawaida ya kubisha. Ndio namna ambavyo anabisha hivi. Bwana wewe utaleta wachezaji lakini mimi kwenye kikosi nitafanyaje? Nitapenetrate. Na umeona namna ambavyo amefunga ile bao. Linakupa mwalimu wakati mgumu kufikiria mchezo ujao huyu mtu kumweka kwenye bench. Sasa obvious atarudi. Nado kwa Ibenge atacheza sana. Na alikuwa mmoja kati ya mchezaji wake bora msimu uliopita. Unajua kwa nini? Ibenge alipofika tu Azam baada ya kujua timu yake. Unajua Ibenge alifika afu timu iko chani. Kama timu ilikuwa inacheza chani. Wako chani. Na Nado ni miongoni mwa wachezaji ambao pia walikuwa wako chani. Ibenge alimpigia simu Nado. Kumweleza namna ambavyo yeye anataka amtumie. Si kama unanielewa. Lakini kwenye usajili huu amesajili watu ambao wanacheza kwenye eneo ambao sasa kusajili ni kutafuta hiyo squad depth. Umeelewa? Na kumpa kocha variety ya machaguo au kutetea pia ushindani ili watu wawe bora kila siku. Lakini kitendo cha mwalimu kukupigia wewe simu Chukuchuku kwamba Chukuchuku mimi nataka nikutumie hivi, maana yake tayari ana imani na wewe. Unajua katika hali ya kawaida mwalimu anaweza sikutafute kukwambia ukimaliza chani yako utarudi kambini tutakutana huku, si umeelewa? Ila kukwambia it's special. Ila kukupigia kukwambia maana yake ni kitu kingine special. Na pengine kuna imani fulani kaiweka juu yako na naamini kuna kitu unaweza kufanyaje kumpatia. Na of course ana deliver Nado. Na ndio maana nadhani hata ukimwangalia saizi akifunga magoli yake lazima aende kwa mwalimu wake. Kama inaonekana kuna mahusiano mazuri baina ya Nado na mwalimu wake. Kitakachofuata sasa, kwa sababu huu ni mpira na muda mwingine kuna levels. Wamekuja kina Kipre saizi. Haujui Kipre akishakuwa fit naye mambo yatakuja kwa naombe Mungu sana. Sopu naye hivyo. Sila naye yuko hivyo. Kwa hiyo kuna muda mwingine kutaweza kuwa kuna rotation ya kawaida na nini, lakini ile kuna mazingira ambayo sometimes mchezaji anaweza kuwa kwenye timu alafu kama mwalimu anipi kabisa nafasi hiyo, na sitegemei kuiona kwa Nado. Job tu na sasa tutazame pia kwa upande wa bao la pili la Azam ambalo lilifungwa na Abdul Sob, moja kati ya goli nyingine ambalo pia unaweza ukasifu namna ambavyo Sob alifunga bao pale, aliona space ile akili ikakimbia. Kwanza kabla ya Sopo nilikwambia uimara wa Azam upo kule kushoto. Angalia Idi Nado na Msindo wanavyowapita wale wachezaji watatu pale kwa maksudi. Hiyo ni plan ambayo wamewapita watu wengi sana. Hata ile mechi ya Yanga 3-2 ya CRDB Federation ifanye hivyo hivyo. Waka create chance, wanatengeneza nafasi ya kupata ile corridor ikiwa wazi kule juu na Msindo ameipata. So wakati wanapiga hiyo V-pass
kuna mtu alikuwa kwenye nafasi nzuri ila mpira ukapita nyuma yake. Sasa hapo unakuja unamsifu Sopu kwenye mpangilio wa kucheza anapangwa wide. Lakini hana mpira, anaenda kushambulia nafasi. Na huo ndio imara wake yeye na Edinado. Wakiwa hawana mpira ni zile wale ambao watu wanajua kwenda kwenye nafasi. Huyu amekuja, ameusmash, amefunga. Isingekuwa rahisi, angekuwa wide kule kule, ategemee kufunga hapo, isingewezekana. Kuna uwezekano wa winga kipindi mpira huko kule kushoto angeweza kuwa wide back. Kuna nao Bakigi. Wapo na majina nakutajia. Ukitaka niwaheshimu nisitaje hapa ila tukienda break wewe niulize. Mimi nakutajia hata watano na. Yaani na kwa upande wa yeye yupo kwa wide. Kwa upande wa Sop afunga bao la pili. Yes, mechi ya kwanza alifunga kwa mkwaju wa penalty. Kwa msimu uliopita tunajua issue za injuries. Inawezekana mwanzo alioanza nao pia ukawa unampa confidence na tukaona msimu mwingine mzuri kwa Sop, kwa sababu Sop ni mmoja wa wachezaji ambao wa Tanzania kuna eneo tulikuwa tunamwona tunatamani afike, lakini changamoto za injuries na vitu kama bila kuumia ni mchezaji mzuri sana. Sop anahitaji fitness tu. Majeraha tu yamwache hivi. Nikupe story yake kidogo. Sop hakuwa kwenye mchakato wa timu ya taifa ya under 17 mwaka 2016 na 17. Hakuwa kwenye ule mchakato wa ile Serengeti ambayo ilienda mpaka AFCON ile. Yes, ya Gabon. Hakuwepo. Lakini wakati wamemaliza mchangano wao wote kwa qualifying siji na mambo yote mpaka pale wako confirmed kwamba nyinyi mtashiriki AFCON. Kim Poulsen alikuwa bado hajaridhishwa na eneo la ushambuliaji. Kwa maana kwenye eneo la ushambuliaji alikuwepo Yohana Mkomola, alikuwepo Imu, mshazoea kumuita Mpemba, jamaa mmoja Ibrahim Mukoko. Alikuwa na Mungu. Yes, Ibrahim Mukoko. Alafu kulikuwa na Musin Malima, alafu kulikuwa na Rashidi Chambo, lakini hakwenda kwenye kikosi cha mwisho. Hakuwa aridhishwa, alikuwa bado kuna kitu anaona kina miss katika safu ya ushambuliaji. Na winga mmoja bwana mdogo anaitwa Saidi, ushazoea kumuitaga Saidi Nado. Alikuwaga mzuri sana, anatumia mguu wa kulia, ana kasi sana, lakini naye bahati yake mbaya ni majeraha mengi sana. Dakika ya mwisho nadhani alikuwaga Fountain ikiwa championship. Sasa kwenye kuongeza wakamwongeza Sop kama mchezaji ambaye anatakiwa kwenda kuongeza kitu katika safu ya ushambuliaji kuelekea Gabon. Na kama kumbukumbu yenu iko sawa, Sop ndo alifunga goli la mechi ya Angola ambayo Tanzania anashinda 2-1 mechi ya pili baada bila mechi ya kwanza dhidi ya Mali. Tanzania anakuja kushinda 2-1 dhidi ya Angola. Goli la pili anapiga Sop na anachukua man of the match. Alionyesha mpira mkubwa sana katika eneo ya safu ya ushambuliaji. Mtu ambaye amekuja dakika ya mwisho na akawa ni mchezaji tegemeo katika safu ya ushambuliaji kwa sababu he's too good kutokea pembeni ama kucheza katika eneo la kati nyuma ya mshambuliaji kwa sababu ana uwezo wa kupunguza, ana uwezo wa kupiga na miguu yote kulia na kushoto. Kwa kesi ya Sop ni fitness tu. Akikaa fiti, majeraha yakimwacha huru, ni mchezaji ambaye una uhakika kwenye kikosi chako anaweza kukupa goli 8, 9 mpaka 10. Huyu ndio mchezaji pekee ambaye amemfunga Diarra magoli mengi sana. 5. Kwa kadri anavyojisikia. Chuma 5. Bwana huyo matatu akiwa finali. Matatu akiwa finali. Na mawili mechi ya Azam Yanga. Ndio. Bwana huyo ni Sop na namna ambavyo ameanza msimu. Ni mmoja wa wachezaji ambao pia usajili wake unatajwa kwa moja kati ya usajili wenye thamani kubwa, ile akitoka Coastal Union kwenda kujiunga na Azam FC. Alifunga bao la pili na ni bao ambao lilikuwa limesimama unyama kabisa kama center forward, namna ambavyo aliweza kufunga lile bao. Anaitwa Abdul Suleiman. Wakati huo Abdul Suleiman Sop. Nikuibie siri. Nilipata wasaa wa kukaa na Salim Mwene wakati huo. Try again. Nikiwa nimeketi naye akaniuliza hivi kati ya Sop na Chilunda nani nimchukue? Shabanidi. Nikamwambia mzee, kama una hela na wewe ndio unataka kuchagua hapo, chukua Abdul Suleiman. Lakini Chilunda tukamwona unyamani. Kwa hiyo nilimwambia chukua Abdul Suleiman. Lakini Chilunda sasa wao wakacheleweshana na Coast. Kama unakumbuka kulikuwa na sakata fulani. Nadhani walikutana kwenye tuzo. Walicheleweshana katika maswala kwenye tuzo zile za nani? Bana, Simba ya maswala ya kuchelewa kupeleka pesa haikuanza leo. Haikuanza leo. Ndio unataka kuangukia. Ndio nimekumbuka. Ndio kwake tumeuona. Nimerecall, nimekuja kurecall kwamba kumbe hata hii story kama unakumbuka ilikuwa hivyo. Azam alikuja kwa haraka sana. Wakati Simba wanasubiri Sop wacheze finali. Azam alitoa mzigo
kutosha. Kwa hiyo Sopo kufanya kwa sababu usajili wa Sopo unatoa moja kati ya usajili wenye thamani. Iko hivi, unajua Simba, nitakupa saa moja katika kasoro ya Simba. Wanapendaka kujiuliza sana. Simba kwa nasubiri Sopo atafanya nini finali, kwa sababu kosi alikuwa anaenda finali na Yanga kama unakumbuka. Je, mtu muone mzito na Yanga anafanya nini? Bwana George, hiyo tutakuja kuchambua, imeshapita hiyo. Matukio ni mengi. Lakini tutazame kwa upande wa bao pia ambalo walifunga TRA kabla ya kuja kutazama na kadi nyekundu pia. Unaweza ukaona chuma hiyo namna ambavyo ilifungwa. Ni jana kuna magoli fulani imefungwa ambayo ulikuwa unaona ni kama sio ili itafanana na Sopo kidogo. Itafanana na Sopo kidogo, sema tu hii ni chini. Jana magoli yote mechi zote 3 hivi. Yaani ni mazingira ambayo utegemei kama hapa mtu anaweza, sababu hata ya Sopo kama ni mtu wa kawaida pale angetaka kuizima siji kidogo. Lakini naona ile twist namna ambavyo Sopo alijitwist, hata Nado wenyewe kuna mtu angetaka aweke touch kwanza yani alete kulia uso mguu wangu. Hii tuna kama tukichukua ya Sopo na hii Kamisoko tunatafsiri ni ufundi wa mchezaji na kipimo ndani yake, kwa sababu unajua mpira ule unatakiwa upate katika sehemu sahihi ili uweze kwenda katika mwelekeo sahihi, kwa sababu ile ya Sopo ni semi volley. Ni mpira fulani ambao hauko chini ya uburuziki, kwa unahitaji timing ya kuupata. Huyu hapa yeye ile pasi ya kudhamiliwa yeye, lakini ilikuja kwenye line yake. Ni mipira ambayo haina nguvu sana, lakini imeenda katika direction ambayo magolikipa hawezi kufika. Kwa sababu hapo Aishi kanyosha mbavu kabisa. Kwa kuja kama ghafla. Yes, na kwa nguvu ya ule mpira, kwa ubora wa Aishi kama ingekuwa katika sehemu ambayo inafikika, Aishi alikuwa hawezi kufungwa. Lakini ni kwa sababu kipimo chake ulipoenda ule mpira ni parefu sana, licha kwamba Aishi kanyosha mbavu. Lakini kipimo ndo kilikuwa kimemzidi na sio nguvu ya mpira. Ni kipimo ndo ambacho kimezidia. Lakini either way, ukiachana tu na goli, huyu ni mchezaji ambaye katoa mchezo mzuri sana kwenye siku ya jana. Alitokea benchi. TRA amecheza mechi mbili. Mechi ya kwanza ametoa sare na JKT, mechi ya pili ndio hii hapa amepoteza kwa Azam. Hizi ni mechi mbili za kwanza za away dhidi ya timu ambazo ziko kwenye performance nzuri sana. Kwa hiyo kuna namna ambayo natamani tujiulize, msimu wa TRA utakuwaje? Yaani muda wa kucheza nao. Kwa sababu msimu uliopita TRA walikuwa wana matukio yao, moments nyingi, yani walikuwa na moments kali. Unasikia TRA kafanya hiki, TRA kafanya hiki, ingawa ile consistency ndo kama haikuwa pale. Sasa hivi ukiangalia hizo game mbili zote katoa performance nzuri. Lakini sasa Job, shida ya TRA ya Etienne, licha kuwa inacheza vizuri, inafanya vitu vizuri, changamoto yao ni huwa wana concede bao. Kwa ili waweze kupata matokeo lazima hiyo mechi wafunge mabao zaidi ya hiyo timu ambao wanacheza nayo. Rejea kwenye michezo yote ambao wamecheza, huo wameconcede bao 2, mchezo uliopita na JKT wameconcede bao 1. Rejea michezo kipindi ligi inaelekea mwisho walikuwa wana concede. Kwa hiyo ili TRA ashinde mchezo lazima afunge mabao zaidi. Wapunguze kidogo. Kwa hiyo ni moja ya changamoto ambayo yuko nayo Etienne, yuko nayo Ahmad Ally. Timu yake inaweza ikaperform kwenye top performance, lakini kwenye kuconcede haiepukiki. Mara nyingi huwa wanacheza open game kiasi cha kwamba wao kufungwa ni kitu cha kawaida kabisa. Chukuchuku pia tutazame kwa Kamisoko ambaye pia alisababisha Aishi Manula akapata kadi nyekundu. Kadi nyekundu ambayo kocha Ibenge ameitaja kama ni ya kishujaa kwa upande wa Manula, kwa sababu alichokifanya ni alikuwa anazuia nafasi ya kwenda kufunga, na hili tukio likasaidia pia Azam wasifungwe, na kadi nyekundu hii ikawapa alama 3. Abisa anaweza kuambia sio hiyo. Anaweza kuambia sio hiyo. Abisa hii kadi ngoja nione kwa ajili ya timu. Ngoja nione kama Aishi alisimama. Mimi kwangu pongezi kwa Aishi, unajua. Pongezi kwa Aishi. Kwa sababu gani? Kwanza amefikiria. Hata mimi nikiconcede kadi nyekundu kwenye hii mechi inokuja atadaka mwenzangu. Lakini hii mechi inaweza nikaisaidia timu yangu kupata alama 3. Mambo ya Suarez na Ghana. Awazani wote kajifikiria ndani ya muda. Huyo iko kitu ambacho amekifanya, amekusudia. Yaani alichokifanya Aishi amekusudia. Mimi huyu mtu siwezi kuzuia huu mpira. Inawezekana alikusudia, lakini sidhani kama alipiga hizo hesabu zote hizo za mechi inayofuata. Tukitazama kwenye picha za marudio intentional kwa mwendo ambao Aishi alitoka, haikuwa hata 50-50. Aishi kamfuata. Yaani ilibidi amcheze mtu. Sasa kwa hiyo alichokifanya ni umetumia neno ilibidi. Kwa sababu mpira kashauchelewa, mpira kashauchelewa. Wao walikuwa hawezi kumwacha.
Pale usipigwa chenga kama umeachwa. Maana ni kazi bure. Ukipigwa chenga wanachukua. Ukipigwa chenga watu watahoji kwa nini ulitoka mapema. Kwa hiyo unafanyaje? Technical foul. Ni technical foul. Ambao pia ni riski vile vile. Ambao pia ni riski. Uriski wake ndo kadi nyekundu. Lakini sio penalty. Kama inaweza ikawa free kick ikafungwa goli, ikawa vile vile. Au unaweza baadaye mechi ikaenda mkafungwa kwa sababu ya upungufu. Na stomai inakuwa technical kwa sababu technical foul. Kwa tuseme they are lucky. Kwa bahati kwamba wameshinda. Of course. Bahati pia haiwezi kukosekana. Kwa sababu foul ni foul. Lakini bahati ndio haikukuti mlangoni. Kaka, huyu aliyepiga hii pasi ni nani? Huyu anaitwa Belebo. Kwenda somebody from Cameroon. Yeah, unajua hii pasi imeua mistari. Ni Belebo. Wonderful, Ni Belebo. Hii pasi imeua sana mistari. Umeiona hii? Sasa ni hatari. Imepigwa hapa naye alikuwa na game nzuri sana. Lakini ile pasi toka mechi ya kwanza na kama unakumbuka siku ile tulikuwa tunamzungumzia winga challenge kikosi cha Soka Matrix, nilisema mmoja watu ambao walifanya vizuri alikuwa ni huyu jamaa. Sasa mimi ningekuwa kocha wa TRA wakati red card inatoka, mimi ningemkasirikia huyo mshambuliaji wangu. Kwa nini? This guy alikuwa na nafasi ya kufunga goli hapa. Sikachezwa mwili Abisai? No. Before hiyo kucheza mwili. Touch ya kwanza angemuelewa Abisai. Alikuwa na nafasi ya kufunga goli bila hata kukutana na Aishi. Unajua kwa nini mimi namuelewa Abisai? This was a goal. Yani kwa sisi ambao hata kwenye huu mpira wetu wa makaratasi tumecheza hii nafasi ya ushambuliaji. Kuna muda mwingine unaweza ukafunga kwa mguso wako wa kwanza. That's enough. Yani mpishanishe kipa na mpira. Kwa sababu by the time huyo mchezaji anafikia mpira, Aishi hayuko golini. Alafu Aishi hayuko golini, mwangalie Lusajo mko naye karibu. Ni hapa. Angalia Lusajo. Hiyo ilipigwa Lusajo. Angalia hapa anapiga chenga. Anapiga chenga unaona? Hapa alikuwa anaweza kufunga, huyu beki kafika. Angalia, pap. Hii hapa space tayari. Touch ya kwanza. Nenda kule wide, alidi. Akienda wide analikataa goli. Mpira umekuja unadunda. Angalia huo mpira ameuzima na mguu ndani. Ona mpira ambapo umepigwa. Ule mpira alikuwa anaweza kukwepa hiyo collision. Pasi hapa. Mpira unadunda. Mpira wa kwanza. Wa pili. Sawa. Watatu anausivu akauzima kwanza. Huo una ugumu gani wa ligi? Na mpira mgumu. Lakini wakati huo kuna pressure ya ligi. Hajaniona enzi zangu bwana. Ibra waeleze mimi nimekosa hapo. Subiri. Wewe sisi utani. Ibra waeleze. Of course kwenye hilo eneo kiakili ukitazama ni unaweza kusema touch ya kwanza angeweza Lusajo alikuwa kafika guys, nawaambieni. Ngoja muone hii hapa. Sasa Lusajo kufika ni swala moja, angeweza kumfinya kipa sawa. Ni swala lingine. Kwenda kule kushoto alikuwa anakimbia. Ngoja niwaambie, Lusajo kamfikia yule ni kwa sababu yule kapunguzwa na Aishi. Lusajo angemchelewa. Lakini alichokuwa anakisema Bisai mara ya kwanza kinaweza kuwa sawa. Ila sasa kwenye kupiga mara ya kwanza kuna mambo mawili. Ubora wa mchezaji nao ni kitu ambacho kinachangia. Kwa sababu anaweza kupiga pale, anaweza kapiga pale. Goli la kwanza. Ndio huyo kafunga goli la kwanza. Anaweza kapiga pale akakosa na Bisai ungesema kwa nini kawaisha? Angeweza kumpunguza golikipa pale. Yote yanatokea. Kwa hiyo tuliko kwenye nafasi ya kumpa lawama kwa sababu tunaona kuna jambo lingine ambalo lingeweza kufanyika. Ila of course alichokifanya nacho hakikuwa kibaya. Alifanya kitu ambacho kilikuwa kiko sahihi na kilishafanikiwa, ila Aishi naye aliona kwamba haiwezi kuwa kirahisi hivyo. Ukirejea hata kipindi jamaa na receive mpira, angalia pace ya Aishi kutoka alipo. Sasa pale kosa ndo hilo, ndo maana naona kosa. Mpira ukiwa njiani achana nao, angalia kule. Huyu hakuwa amenyanyua shingo, amenyanyua kichwa. Ndio hicho ninachokwambia, angalia kule kujua position ya nani. Angalia possibility, ukiona ubishani basi mpira ndio ushafika. Tukio ujue lilikuwa ni la 50-50. Aishi Manula atatazamwa kama shujaa licha ya kwamba na Ibenge kamsema ni shujaa. Na Ibenge kamsema Ibenge kaletwa alete mbinu na msifia kipa kufanya foul. Ndio maana imekuwa technical foul. Unajua jana usiku wakati game baada ya game kuisha nilipigiwa simu na kakaangu. Kaniambia bwana tuko sehemu hapa tunabishana. Sasa mnabishana nini? Akamwambia chokifanya Aishi ni shujaa sio shujaa. Akamwambia jamani, nyie mmekula kweli? Mwendeni na shughuli zingine. Sasa mimi ndo nitaauthorize kwamba alichofanya ni shujaa au sio shujaa. Wakanirudisha nyuma mpaka tukio la 2010 World Cup alichokifanya Suarez. Nikamwambia either way kuna huyo kafanya hivyo kazuia goli, lakini hichi kitendo pia shai kufanyaga Ole Gunnar Solskjaer. Kwa hiyo sometimes inatokea kwamba isiwe rahisi hivyo. Fanyeni mnavyoona iwe na ugumu kiasi, kwa sababu karuhusu timu irudi nyuma. Kama mnaweza fungeni kutokea kwenye free kick, either way mtajua mtakavyofanya, lakini bora lawama kuliko fedhea. Lakini umesikia matukio kama haya hilo tukio angelifanya Aishi ndani ya box lingesababisha penalty. Sasa ndani ya box ndio kesi nyingine. Yeye mwenyewe asingefanya. Ndio maana akatoka mapema. Na tukio kama hili pia ndio maana kwenye eneo la kuhalalisha sometimes mchezaji kufanya likapakwa likawa marinated likaitwa kama
technical foul. Ila hiyo pia nayo inategemea na mwalimu wa kukupongeza hilo, na kuna mwingine ndio hapo hapo mmevunjiana heshima. Bana, tutazame orodha ya kadi nyekundu ambazo zimetoka mpaka hivi sasa kwa upande wa NBC Premier League katika michezo ya raundi 2 tu ambayo imekwisha chezwa mpaka hivi sasa. Kadi nyekundu ni 4, ipo ya David Kameta Duchu, yupo Ibrahim Jabal, lakini pia Geoffrey Manyasi pamoja na Aish Manula. Kwa hiyo ni wachezaji 4 mpaka hivi sasa wana jumla ya kadi nyekundu 4 katika idadi ya michezo 16 ambayo imechezwa mpaka hivi sasa. Simba wakiwa na wachezaji 2, lakini pia Coastal Union mchezaji mmoja na Azam, na Aish Manula ndio golikipa pekee kwenye hii orodha. Kaka, tutakuwa na kadi nyekundu zisizopungua 18 msimu huu. Wachezaji wakiona watabadilika. Na kadi nyekundu 3 ni matokeo ya video football support. Tutakuwa na kadi nyekundu zisizopungua 18 watabadilika George wakishaona hii. Nisikilize nikwambie bana, mchezo mwingine zipo nyekundu zitakazotoka kwa kadi ya njano ya pili. Okay. Amini nakwambia. Bado tutazame mchezo mwingine ambao ulipigwa hapo jana mapema, tukashuhudia pia kikosi cha Polisi Tanzania kikiibuka na ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya JKT Tanzania, mchezo ambao ulipigwa kule jijini Arusha katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid. Mabao ya Polisi Tanzania yalifungwa na Kenny Ali kipindi cha kwanza na Habib Kiombo ambaye alifunga bao kipindi cha pili. Polisi imefikisha alama 4 kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC baada ya kuambulia alama 1 dhidi ya Azam FC katika mchezo wa raundi ya kwanza. Kwa hiyo kwa upande wa JKT wao wamesalia na alama yao 1 kwa sababu mchezo wa kwanza pia ulitoka sare ya bao 1-1 dhidi ya TRA. Watu walioingia kwenye scoreboard kwa upande wa Polisi ni usajili mpya Kenny Ali Mwambungu, Kenny Ali Mwambungu, lakini pia na Habib Kiombo. Sasa jana kwa tunazungumza experience na quality, hao wameenda kuongeza ubora. Sasa Ibra, kabla hujazungumzia alama 3 hizo, jana namsikia mtangazaji anasema hivi, alikuwa Ngoda, alikuwa anasema Ngoda anasema Kenny Ali Mwambungu amefunga goli 1 baada ya miaka 5. Na ukweli ni kwamba mara ya mwisho Kenny kufunga goli ni tarehe 3 ya mwezi wa 7 2022. Cheza kiungo wako huyo. Wakati KMC inafungwa 3-2 dhidi ya Coast Chamazi. Naona kazi. Miaka 4 iliyopita. Quality. Mimi nimekaa KMC miaka 3 sikuwahi kushangilia. Sasa kwa upande wa Kenny Ali ni mchezaji ambaye amekuwa hajajui kwa magoli. Ni regular. Yaani ni mchezaji regular kwa upande wa NBC Premier League. Kwa hiyo experience iko pale. Inawezekana kwenye kufunga ni jambo kwa sababu kwenye mizunguko yake sio regular goal scorer. Na tangu tukianza Mbeya City, Mbeya City baadaye ilikuwa Kagere. Kwenye mizunguko yake. Mwache Anwar Jabil. Anwar kaka. Umesikia pia kwenye kipindi cha miaka 5 ambao amekuwa KMC kama sio 6 hajawahi kufikisha assist 10. Yes. Yaani misimu yote au kwa msimu mmoja? Kwa misimu yote hajawahi kufikisha assist 10. Nadhani yeye ni playmaker zaidi. Ni playmaker. Ni kiungo chini. Na ni kiungo wa juu. Pembeni ya namba 6. Mwalini pekee ndo alimtumia kama namba 6. Namba 6. Yes bana, hao ni Polisi ambao wameanza vizuri. Kuna goli limefungwa hapo Ibra. Yeah. Bao la Kiombo, kwanza goli la Habib. Bwana Makata hapa. Bao la pili alichagua kitu gani JKT ni bora. Akagundua ni build up from the back. Yeye akaweka pressure. Wakapata mpira. Lakini angalia individual performance ya Anwar Jabil. Kwanza amempa godoro Pasco Musa. Mara mbili. Akamgeuza tena. Alafu akamlaza Ali Msangi. Ami Msengi, afu goalkeeper Chalamanda ameteseka baada hiyo pasi ambayo si ya uchoyo. Kama striker kuna mwingine angenogewa kwamba nishafinya watu wawili na malizia goli langu linoge. Kwa sababu Anwar Jabili, yani ukisema mwingine unaenda mbali sana. Aliyepewa pasi ya kufunga yeye ndo angekuwa yani position asingeweka. Angesema amalizie, lakini bwana amekuwa si mchoyo. Na inawezekana kwa Anwar Jabili kama Bisao anavyosema ni ajabu kwa sababu ni mtu wa nguvu mara nyingi. Yeye angesema hapa ni smash kwa mguu wa kushoto. Ndio maana nimechanganyikiwa kumuona lakini baada ya kuona labda Chalamanda amekuja hapa amebana goli. Kitu ambacho kinasikitisha kampa Habibu. Unajua Anwar alinipigia simu siku moja akaniambia, kaka huwezi kuniombea nafasi ya kucheza KMC Championship. Nikamwambia Anwar, wewe una uwezo mkubwa sana, unataka kucheza Premier. Leo hii
ili goli tusingeliona kama Anwar tungeweza kukamilisha usajili wake wa kwenda KMC Championship. Of course achana na hili goli. Umesikia Job? Goli la kwanza key pass ya bao limetoka kwa Anwar Jabir. Yes. Goli la pili ametoa assist. Kwa hiyo hata nadhani mchezo wa kwanza alifunga goli la kusawazisha by penalty. Yes. Tena kwenye pressure. Hii mechi inawezekana kwangu mimi ningechagua mchezaji bora wa mechi. Nisingempa Keniali, ningempa Anwar Jabir. Yes, bana, hao ni Polisi ambao walipata ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya JKT Tanzania na timu za nyumbani kwenye raundi hii ya pili. Walau tumeona timu za nyumbani pia zenyewe zimeweza kushine, lakini kitu kikubwa zaidi ikiwa imekwisha chezwa michezo ya raundi mbili, lakini Coastal Union imesalia kuwa ndio timu pekee ambayo haijapata alama mpaka hivi sasa. Michezo yao yote miwili wamepoteza, lakini Simba pamoja na Yanga, hizo ndio timu mbili pekee ambazo zina ushindi wa 100% wakiwa na jumla ya alama 6-6. Lakini pia kwa upande wa ufungaji mabao huko nako pia heka nazo zimeanza, na tayari tuko kwenye raundi ya pili. Tuna orodha ya wachezaji ambao wamekwisha funga mabao mawili na maybe tutachungulia kama tunaweza tukawaona wakienda mpaka mwisho kwenye harakati za kutafuta kiatu cha ufungaji, ambapo Maxim pia Nzengeli tulimzungumza mapema kabisa, mechi 2 kafunga mabao 2, lakini pia Sop kutoka Azam FC pia mechi 2 kafunga mabao 2, pamoja na Jonathan Soa striker wa Job na pia mechi 2 goli 2. Unaona mzigo Abisaya anataka kinafiki sana. Masanza kaniambia mapema sana kaka. Lakini nimemwambia ni bora mwambie mapema sana. Jonathan Soa amezaliwa kucheza Singida. Akiwa huko yupo kwenye comfort zone. Yaani hiyo ndio timu ambayo amezaliwa achezee Tanzania hapa. Hajajaribu kule kwingine anakoita kwa babake kule. Kule hawezi kwenda. Kule wanamjua. Tunamwona wapi kwa namna ambavyo wameanza? Kwa hao wawili tumemzungumza Sop, tumemzungumza pia Maxi mapema, lakini pia najua tutamgusa Soa kwa sababu wana mechi nzito dhidi ya Simba. Mwendo wao unaweza ukawa wa kwenda mbali zaidi hao ambao tumeona wameanza na chuma 2-2. Kwa Sopo tumejadili asipoumwa kufikisha goli 10 kwa msimu sio story kwake. Na Soa huyu ndiye alikuja aliweka rekodi mpya kwenye ligi yetu tukia kuanzishwa. Hajawahi mchezaji kuingia dirisha dogo kufunga magoli 13. Yeye alikuwa kwanza. Akaja akaifikia Mosi yes. Akaitengeneza mpya. Akafunga la 14. Okelo akafika yeye akaenda 15, kwa rekodi 16, rekodi 17 akamaliza. Kwa sasa hizi rekodi ni 17 magoli. Dirisha dogo ingie ufunge. Walopita nyuma Fili alifunga 10, Baleke afunga 10, hawakuenda huko. Hawakufika. So huyu kufunga magoli 13 kwenye ligi yetu kwa miezi 6, ikitokea anaanza msimu kama performance ni hii, anaweza kuvuka. Hapo ndo panakuaga pagumu hapo. Kama unajua gari mtu anakuja dirisha dogo afu unasema kama kafunga goli hizi dirisha dogo, je, angeanza? Ndio ile neno akiendelea hivi. Kwa sababu Soa naye ana vitu vyake. Kama Sopo tulisema injury, huku tunakuja tunazungumza discipline. Yes, nidhamu. Hiyo tunaona football video support ipo. Soa ni aggressive. Misha kumuuliza Samoyo, you are very good striker. Kwani unapenda hizi? Akaniambia, I am a striker my brother. Defender must scare me. Akaondoka galitanua namna hii. Nikaona kumbe anajua anachofanya. Ni aiba. Kwa hiyo anatengeneza hiyo kama defense. Yaani wewe ukija kunikaba mimi, either na react upate kadi au muogope. Apate nafasi acheze. Kwa hiyo ipo kwenye DNA. Akiweza kucheza vizuri bila hivyo vitu na Singida waka provide wanachofanya, anaweza kufunga zaidi hapa. Lakini sasa unashikilia maneno kwa sababu una guarantee na behavior yake mpaka mwisho itakuwaje.